Karibu katika kliniki ya maombi ya wajawazito. Ni mama mjamzito unanisikia kutoka sehemu yoyote, na kukaribisha katika kliniki yetu ya maombi. Huu ni mfululizo wa maombi ambao tunamuomba Mungu kila siku juu ya ulinzi wa uzao ambao Mungu ameweka ndani ya tumbo lako. Unapokuwa kwenye kipindi kama hichi, unahitaji kumshirikisha Mungu kwa sababu mambo ya uzazi, mambo ya uzao yana vita kubwa, na yanamhitaji Mungu ili aweze kutimiza lile kusudi ambalo ameliweka ndani ya tumbo lako. Kuna baadhi ya wazazi mmekuwa na historia ya changamoto kadha wa kadha sana mnapokuwa kwenye vipindi kama hivi. Wengine mmekuwa na mashambulizi ya kiroho mnapokuwa kwenye vipindi kama hivi. Nikutie nguvu na nikutie moyo kwamba tunapomshirikisha Mungu, Mungu anaweza kukulinda na akakusaidia ukaweza kuifikia hatima ya kupata uzazi kirahisi kabisa, kwa sababu yeye ndio anayetoa. Ni muhimu sana kumshukuru Mungu kwenye kila hatua ambayo Mungu anakupa. Ni muhimu sana kuweka ulinzi kwenye kila hatua ambayo unaiendelea. Mambo ya uzazi yana vita kubwa. Mambo ya uzao yana changamoto kubwa. Shetani anajipanga kila itwapo leo jinsi ya kuweza kuharibu mimba, jinsi ya kuweza kuharibu kusudi la Mungu, na hata wakati mwingine kuleta mambo ambayo yanaweza kuhatarishia maisha yako. Niko hapa kama mtumishi wa Mungu, msaidizi wa mambo ya kiroho, kuja kukuunganisha na Mungu kwa njia ya kimaombi. Hii ni kliniki kama vile ambavyo unaenda hospitali kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mtoto. Vivyo hivyo na sisi tuna kliniki ya maombi ambao tunamuomba Mungu na tunaomba ulinzi wa Mungu, na kama kuna chochote hakiko sawa, basi tahadhari za haraka za kiroho Mungu anazifanya kwenye maisha yetu. Wako malaika wanasubiri tu wewe uweze kusema neno ili waweze kufanya kazi. Tunao madaktari wa kiroho, tunao watu ambao wanafahamu vyote katika ulimwengu wa roho. Tuna vile ambavyo Mungu anaweza katufanyia akajua kila kinachoendelea kwenye miili yetu. Kama tunaweza kuenda hospitali tukapata ultrasound ili kujua nini kinaendelea, basi ipo ultrasound ya kimbingu ambayo inaweza kufahamu kila kitu kwenye tumbo lako na ikakujalia wepesi wa kuweza kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Yako maandiko matakatifu ambayo tutaenda kuyasoma yatakayoweka uzito na nguvu katika yale ambayo tutaenda kuyaombea. Kitabu cha Zaburi ya 121 mstari wa 7 na ule wa 8. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Tunahitaji kulindwa na Bwana. Tunapotoka, tunapoingia, tunapoenda, tunaporudi, tunahitaji ulinzi wa nguvu za Mungu. Mungu alinde nafsi yako na nafsi ya mtoto wako aliye ndani ya tumbo lako. Mungu alinde nafsi yako, nafsi ya uzazi wako ulio ndani ya tumbo lako. Mungu atakuwa pamoja nawe. Ameahidi kukulinda. Unasikia hofu, unasikia kuogopa, unaona kuna dalili ambazo zinakuja kwenye maisha yako ambazo ni za hatari. Kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10 anasema usiogope, maana mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, maana ni Mungu wako. Anasema atakutia nguvu, naam, atakusaidia, naam, atakushika kwa mkono wa kuume. Kwa hiyo usiogope, Mungu yuko pamoja nawe, atakuepusha na kila mabaya. Kuna watu wanatuangalia kwa husda, kwa fitna, kwa ubaya, wanatamani waweze kuharibu kusudi la Mungu. Mungu ameahidi kwenye Zaburi ya 91 mstari wa 10 na 11, anasema mabaya hatakupata wewe, wala tauni iharibuyo haitakupata wewe, kwa jina la Yesu. Nami nakuombea kila ubaya hautafanyikiwa kukupata kwa jina la Yesu. Maana Bwana atakulinda, Bwana atakubariki na atakuepusha na kila magonjwa. Kitabu cha Kutoka sura 23 mstari 25 na 26 anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapana mwanamke atakayeharibu mimba. Yani hakuna mwanamke ambaye mimba yake itaharibika, wala tasa katika nchi yako. Hesabu ya siku zako itatimizika. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, hesabu ya mtoto wako ikatimie. Kila adui anayejipanga kuharibu mimba asifanyikiwe kwa jina la Yesu. Niko hapa kukuombea, nisaidie kuweka mkono kwenye tumbo lako. Haijalishi ni mimba changa, ni mimba kubwa, unakaribia kujifungua, uko wiki ya ngapi, umeambiwa nini hospitali, umepata taarifa gani ya kukupa hofu, muamini Mungu. Mwingine mtoto hajageuka, mwingine mtoto amegeuka vibaya, mwingine pengine uko unaendelea vizuri, unahitaji ulinzi, mwingine mimba yako ndio changa, imekuwa na hatari nyingi. Mungu akulinde kwa jina la Yesu. Nenda kumwomba Mungu ulinzi na Mungu atakusaidia. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye ambaye umetupatia mtoto huyu. Wewe ndiye Mungu uliyeweka kiumbe ndani ya tumbo hili, ndiye uliyeweka roho hiyo. Sisi ni wanadamu tu,
umepitia njia yetu sisi ili kukamilisha kusudi lako. Najua mama huyu amebeba kusudi lako Mungu, na kushukuru. Asante kwa sababu utamsaidia, utakuwa pamoja naye. Nami ninakuja mbele zako Bwana, ninaachilia ulinzi. Naenda kila kinyume na kila mashambulizi ya kiroho. Kila hatari yoyote ambayo imeandaliwa kwako ninaikemea kwa jina la Yesu. Kila ubaya ambao umeandaliwa kwako na unyamazisha kwa jina la Yesu. Kila nguvu za giza, roho ya kula mimba, roho ya kutoa mimba kutoka, roho ya mimba kupata shida, naikemea kwa jina la Yesu na kuombea ulinzi. Kama kuna mtu yote mbaya amegusa tumbo lako au amekuangalia kwa ubaya, maadui wote wale wanaojiinua kwa ajili ya kudhuru mtoto wako ndani ya tumbo lako, ninawapiga kwa jina la Yesu. Naachilia moto wa kimbingu, moto wa kimbingu ukasambaratishe kila nguvu za giza, ukasambaratishe kila uchawi, ukasambaratishe kila uganga katika jina la Yesu, na kuatamia kupitia jina la Yesu, na kuombea kupitia jina la Yesu. Mahali ulipo, pokea mkono wa Bwana, pokea ulinzi wa nguvu za Mungu. Naiombea mimba yako hiyo, namwombea mtoto wako huyo. Wengine mna watoto mapacha, na waombea kwa jina la Yesu. Namwombea mtoto wako huyo wa kiume, namwombea huyo mtoto wako wa kike, naombea hao mapacha wako, naombea tumbo lako, mimba yako ikawe salama. Adui asiweke uharibifu wote ule. Kila taarifa mbaya ninaikemea, kila roho za uharibifu nazikataa katika jina la Yesu. Maudhi mbalimbali ambayo unayapitia na kuombea ufunguliwe, magonjwa na maradhi mbalimbali ya kuachie. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu, pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Ninakuombea, natuma malaika wa uzazi na uzao waje mahali hapo wakufungue. Kila nguvu za giza, kila mashambulizi na yaondoa kwa jina la Yesu. Naweka ulinzi kwenye siku utakaojifungua, naweka ulinzi kwenye tarehe zinazoendelea mbele, naweka ulinzi. Mwingine umechelewesha muda wa kujifungua, na kuombea baada ya maombi hayo upokee wepesi, pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Magonjwa mara kwa mara nayaondoa. Mungu akupe nguvu kama wanawake wa Kiebrania. Mungu akupe wepesi. Roho ya hofu na uoga na iondoa, presha na iondoa, magonjwa yanayojirudia na yaondoa. Toka kwa jina la Yesu. Mahali ulipo na kutamkia ufungulivu. Mahali ulipo, Mungu akusaidie ujifungue salama. Mungu akusaidie upate mtoto salama. Mwingine uliandikiwa operation, na kuombea Mungu akutangulia, kusimamie, aepushe kila baya katika jina la Yesu. Nafuta kila mipango ya shetani kwa jina la Yesu, na kuombea Mungu atukusaidie, akutetee utakapoenda leba. Mungu akupe nguvu, Mungu akusaidie uchungu ukapatikane, ukapate uchungu wa wanawake wa kawaida, usipatikane uchungu wa kupitiliza katika jina la Yesu. Mungu akupe wepesi, Mungu akupe neema, ukajifungue vizuri, ukapate mtoto wako vizuri, na mtoto akawe na afya njema. Tunaomba atakapozaliwa akawe na baraka. Namwombea hata baba, naomba hata kwa ajili ya hiyo neema ambayo Mungu amewapatia, adui asiwapate, adui asifanye chochote. Nafungua milango ya fedha na uchumi ukafunguke, mtoto akaje na neema, mtoto akaje na baraka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akulinde, Mungu alinde uzao wako, Mungu akusaidie. Kila dalili mbaya nimezifuta kwa jina la Yesu, amen. Naitwa Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Maombi haya yatumie kama maombi yako ya mwendelezo ya kliniki ambayo yapo mengi tu kwa njia ya YouTube, na kama ni mara kwanza umekutana nayo, basi kuna maombi mengi ambayo huwa ninaachilia YouTube kwa ajili ya wajawazito, kuanzia mwanzoni kabisa mpaka siku ya kujifungua. Jipe moyo, jitie nguvu. Mungu anakupenda, utajifungua salama. Umejisikia kuhudumiwa, umesikia nguvu ya Mungu imekushukia, unasema mtumishi wa Mungu, acha niachilie sadaka yangu ya ulinzi kwa ajili ya mtoto wangu aliye ndani ya tumbo langu. Basi unaweza kaachilia sadaka yako ya ulinzi. Weka sadaka yako, sema ni sadaka ya ulinzi au ni sadaka kwa ajili ya kiumbe kilicho ndani ya tumbo langu. Mungu anisaidie, na Mungu atakusaidia. Utaenda kuona neema ya Mungu. Unaweza kusubscribe ili ndio kupokea vipindi vya kiroho na maombi ya usiku, ya asubuhi, ya mchana, ya kazi, ya kila namna. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.